Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment. Fabidigo TV. Okay. Karibuni sana katika siku hii ya leo, siku ambayo tumeleta habari za michezo kwa ujumla. Yani kama vile tunavyotaka kukwambia michezo inayotokea leo na kesho kutwa, kipindi cha michezo kwa kusema ukweli. Karibuni sana. Hii ni asubuhi tele ambayo Mwenyezi Mungu kaniamsha salama na afya tele ya kuweza kuongea na wewe leo katika siku ya leo, ambapo namshukuru Mwenyezi Mungu. Leo nakuja na habari za michezo kwa ujumla, kwamba michezo gani inayotuhusu hapa katika ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League, kwamba vitakuwepo vitu vya aina gani na vitu gani ambavyo nitakiwa nikuletee. Yes. Kitu cha kwanza, najua kwamba upo kazini au upo ofisini au upo sehemu yoyote ambapo mambo yako yamekuzunguka, unafanya kazi zako ili kutafuta riziki. Naweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kama upo hapo ukiwa shambani, wengine akiwa anatembeza karanga, akiwa njiani huko akiwa ananisikiliza mimi. Mungu akubariki hapo ulipo, riziki yako iende vizuri, na wengine akiwa mama ntilie yupo hapo anapika chakula ili watu waje wanywe chai, chapati. Yes. Naweza kusema ubarikiwe kwa mikono yako, lakini pia kama umebarikiwa kwa sauti hii ya Fabidigo, unaweza kulike, kusubscribe, kucomment na kufanya mambo mengine ambayo yanatakiwa katika YouTube channel hiyo unaisikiliza, ili uweze kupata habari kamili za michezo na za kufundishwa masuala ya tehama au ICT bure kabisa kwa kulipia 500 tu, ambao utakuwa umenunua kifurushi chako. Yaani kifurushi chako ndio kitakufanya wewe unisikilize mimi. Yes, habari za michezo kwa siku ya leo. Matokeo ya habari kubwa za michezo asubuhi hii nchini Tanzania zimepambwa na kukamilika kwa mzunguko wa ligi kuu bara, NBC Premier League. Yes, kanuni mpya za waamuzi pamoja na maandalizi ya mzunguko wa pili unaoanza leo. Yes. Mzunguko wa pili unaanza leo, kwamba mechi ya kwanza zilichezwa na mechi za pili ndo zinaenda kuchezwa, kwamba zinaanza leo ambayo leo tutakutajia hapa kwamba timu gani inayotakiwa icheze na timu nyingine. Yes. Tukiongea hivyo, yani kwamba mzunguko wa kwanza, mechi za kwanza za ligi kuu, yani mabao yaliyofungwa jumla ni mabao 17. Yani mabao yaliyofungwa jumla katika ligi kuu ya Tanzania mzunguko wa kwanza, yani mechi za kwanza zile, ni kwamba mabao 17. Mabao 17 yafungua msimu wa ligi. Mzunguko wa kwanza wa ligi kuu umekamilika, huku jumla ya mabao 17 yakifungwa katika mechi 8 zilizochezwa. Yani mabao 17 ndiyo jumla ya magoli yote ambayo timu zimeweza kufungana na kupata magoli hayo 17, ambapo hapo unaweza kukwambia kwamba kila timu imeshinda magoli yake na inaongoza ligi. Itafahamika hapo ninavyotaka kukwambia. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mabao 17 ndio yaliyofungwa mpaka sasa hivi. Okay. Singida Black Star ndio wanaoongoza ligi kwa sasa baada ya ushindi mnono wa mabao 3-0 dhidi ya Fountain Gate Football Club. Singida Black Star ndio wanaoongoza msimamo wa ligi. So tukikwambia msimamo wa ligi kwamba wa NBC sasa hivi Singida Black Star ndo wana goal difference 3 na pointi 3, ambapo walishinda magoli 3 dhidi ya Fountain Gate, na Fountain Gate ndio ya mwisho kwenye msimamo wa ligi, maana yenyewe ndo ina 0 na goal difference -3, ambao walifungwa na Singida Black Stars. Inayofuata inasema Young African Sport Club, Yanga inashika nafasi ya pili baada ya kuichapa Namungo Football Club mabao 3-1. Kwa hiyo basi katika msimamo wa ligi inaweza kukwambia kwamba Young African kwa mzunguko ule wa kwanza, mechi ya kwanza, yani naweza kusema wenyewe ndio wa pili baada ya kuipiga au kuichapa kichapo cha mbwa mwizi Namungo huko kwenye uwanja wa Majaliwa, ambapo walipiga huko mpira siku hiyo Lindi huko, ambako yani Yanga alishinda magoli 3-1. Tena yote hayo magoli yalifungwa kipindi cha pili hayo. Okay. Yes. Simba ipo nafasi ya 3 kufuatia ushindi wa mabao 2-0
ugenini dhidi ya Kagera Sugar kwenye uwanja wa Kaitaba Bukoba kupitia mabao ya Ismail Toure na Elie Mpanzu. Simba Football Club au Sport Club ipo nafasi ya 3 baada ya ushindi wa magoli mawili ugenini dhidi ya Kagera Sugar kwenye uwanja wa Kaitaba Bukoba kupitia mabao ya Ismail Toure na Elie Mpanzu. Kanuni mpya ya video supporter system. Kanuni mpya ya video supporter system ambayo inaitwa VS. Moja ya habari kubwa iliyotangazwa asubuhi hii ni kuanza kutumika kwa kanuni mpya ya teknolojia ya VS, video support, kwa waamuzi katika msimu huu wa 2026-2027. Mfumo huu unalenga kuwasaidia waamuzi kupunguza makosa na utata msimu huu, ambapo sasa kila bao litakuwa chini ya uangalizi wa teknolojia hiyo ili kuleta haki. Kama ulivyoona kwamba ligi kuu ya NBC imepanda na kuleta hii inaitwa video supporter, yani kwa ajili ya video support system kwa ajili ya kuwasaidia marefa. Kwa imeandaliwa kila mechi kwamba video supporter itakuwepo kwa ajili ya kufanya kuangalia goli au foul zinazotokea au penalty zinazotokea na offside zinazotokea, kwamba ni kweli au sio kweli. Kwa refa ana haki ya kujiridhisha kabla hajafanya tukio. Kwa hiyo basi makosa yale ya kibinadamu kidogo mwaka huu yatakuwa yametoka, kama hivyo ambavyo tunasoma hapa na habari nilivyopewa mimi, na azidi kuongea kwa Fabidigo TV katika YouTube channel zenu ambazo mnasikiliza kwa muda wote. Kwa hiyo basi video supporter hiyo itakuwepo kwa kila mechi ambayo itachezwa katika ligi kuu ya NBC msimu huu wa 2026-27, ambapo mfumo huu unalenga kuwasaidia waamuzi. Hapo tunaendelea na habari kama ilivyo ada, ambapo sisi tumekuwa ni watu ambao tupo karibu na wewe. Okay. Namba 3 anasema usajili na matukio ya ndani ya klabu. Usajili na matukio ya ndani ya klabu, inatokea utata kwamba Suleiman Mwalimu, habari inaendelea kuzua gumzo kubwa asubuhi hii ni usajili wa mshambuliaji Suleiman Mwalimu Gomez baada ya kutambulishwa na Simba siku ya Simba Day. Klabu ya Yanga imemwiba na kumtambulisha rasmi kama mchezaji wao baada ya mkataba wake wa mkopo kutoka Wydad Casablanca kukamilika, jambo lililowaacha mashabiki wengi kwa mshangao. Unajua katika vitu vyote Simba na Yanga ni watani wa jadi, lakini katika utani wa jadi ni kutaniana, kuibiana, kufanya nini. Nakumbuka kipindi fulani Simba waliwahi kumchukua Morrison, waliwahi kumchukua Haruna Nionzima, wakawa naumia sana Yanga, lakini baadaye Yanga kipindi hiki miaka miwili mitatu hii imekuwa inarudisha kisasi kwa kuchukua sana wachezaji ambao Simba wanakuwa na wahitaji, wanawavizia. Kwa hiyo basi utani wa jadi, kwamba habari ya leo asubuhi ni kwamba utata wa Suleiman Mwalimu, kwamba Suleiman Mwalimu amekuwa gumzo kutajwa kwenye vyombo vya habari vyote na mitandao ya kijamii, kwamba imekuwa ni umafia ambao Engineer Inside amefanya kwa Simba Football Club baada ya kuonekana kwamba yeye amewachukua wachezaji wale ambao anawahitaji kwa Simba Football Club, na ana haki, anaongea kabisa kwamba kama wana uwezo nao waje. Ina maana kwamba anajivunia ile tunasema ujasusi wake. Ujasusi ni kitendo cha kujua siri za mtu bila yeye kujua. Kwa hiyo basi Engineer Ensi amekuwa jasusi wa kujua siri za Simba, kwamba pale yule mchezaji kamaliza mkataba, yule hajamaliza mkataba, anafanya ujasusi wa kuwachukua ili kuwaumiza mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Kila siku wanatoka kama kidedea. Kwa hiyo basi michezo ya leo inatuambia kwamba Suleiman Mwalimu ndo amekuwa gumzo sana kwenye matamshi na vyombo vya habari, akiwa anasemwa hivyo kwamba anaenda hivi anaenda vile, kwamba ni shabiki wa Simba. Alitangaza Simba Day, nami nikiwemo Simba Day pale siku ya Simba Day nikishuhudia jamaa akitangazwa kwamba yupo kwenye uwanja wa ndege anakuja, lakini mwisho wa siku ametua kwenye ndege kana anaenda Yanga kutambulishwa na kuvaa jezi ya Yanga, na mpaka sasa hivi ni mchezaji wa Yanga. Hii imekuwa gumzo sana ya Suleiman Mwalimu. Asante sana.
Asante sana. Yes, ngao ya Yanga imerudi. Ngao ya Yanga imerudi. Uongozi wa Yanga kupitia meneja wa mawasiliano Ally Kamwe umethibitisha kuwa taji lao la ngao ya jamii msimu uliopita lililotangazwa kuibiwa sasa limerudishwa rasmi klabuni. Mechi ya ligi kuu zilizoripotiwa leo mzunguko wa pili. Sasa baada ya Yanga kutangaza kwamba ngao ya jamii imeibiwa ya msimu uliopita, sasa wametangaza kwamba imerudishwa. Sasa sijajua kama aliyorudisha ni nani au ndo kama utani ule ambao tunazidi kuendelea, lakini hii ni habari ya ukweli kabisa ambayo mimi hapa nimetumiwa nami nawasomea nyie. Okay. Mechi za ligi kuu zilizoripotiwa leo mzunguko wa pili, kuwa nami nikwambie mechi za leo ambazo zinaripotiwa leo Jumapili. Amesema pazia la mzunguko wa pili linafunguliwa jioni ya leo kwa mechi hizi. Pazia la mzunguko wa pili yani mechi ya pili kila timu inafunguliwa leo jioni kwa mechi hizi. Fountain Gate vs Mashujaa, yani Fountain Gate zidi ya Mashujaa saa 10 Namungo na Geita Gold saa 10. Fountain Gate atakuwa wenyeji wa Mashujaa, Namungo atakuwa mwenyeji wa Geita Gold ambako watachezea uwanja wa Majaliwa. Zote hizo mechi ni saa 10 ambazo ni kitu ambacho utaona kwamba mechi za leo ni kwamba Fountain Gate na Mashujaa afu Namungo na Geita Gold. Hapa kwa uchambuzi zaidi, Fountain Gate ilitoka kupoteza mechi ya kwanza na Singida Black Star, ilipigwa magoli 3. Mashujaa walitoka kuishinda Coastal Union. Yes, na Namungo walitoka kupoteza kwa Yanga 3-1, lakini Geita Gold ndo kama hivyo, kama itoa draw hivi. Sasa ukiangalia kwamba mchezo huu unakuwaje, yani ni kwamba mechi zinaendelea, ligi kuu ya Tanzania inaenda kuwa nzuri zaidi kwa sababu kila timu inahitaji kujiweka sehemu nzuri ili wasihangaika baadaye kushuka daraja au kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni mambo ya kila mtu anataka kushinda ili tu kujiweka sehemu nzuri. Hii ni michezo ambayo imekusanywa siku ya leo, na wewe kama upo sahihi kunifuatilia mimi naweza kusema asante sana. Yes, gumzo la Suleiman Mwalimu kuhama Simba kwenda Yanga na ni kitu ambacho kimewafanya watu wengi wasonyoneke upande wa Simba na wale upande wa Yanga wanapiga kidedea. Ni habari za michezo siku ya leo ambazo kwa ufupi naweza kukwambia wewe usisahau kusubscribe, kulike na comment. Nami ndo Fabidigo. Hello, mambo vipi wadau wetu wa mitandao yetu ya Fabidigo TV. Leo tupo hapa tunatangaza mitandao ya Fabidigo TV, Arafat TV na BM Zakaria Online TV. Unaweza kusubscribe pale chini, lakini tunadhaminiwa na ofisi inaitwa Fabidigo ICT Solution. Fabidigo ICT Solution ni suluhisho la ICT. Kwa mfano, unataka kutengenezewa masuala fulani na kufundishwa masuala fulani kama vile website design, tunatengeneza na kufundisha, au sio? Network installation system tunatengeneza na kufundisha, yani masuala ya local area network wifi yale kama unasikiaga, tunatengeneza na kufundisha. Lakini vile digital marketing, masuala ya social network tunatengeneza na kufundisha. Yes, CCTV camera tunatengeneza na kufundisha. ICT Solution, Fabidigo ICT Solution. Lakini computer maintenance and repair, tunaweza kukutengenezea kompyuta yako na kufundisha kutengeneza kompyuta, software and hardware, computer knowledge kwa ujumla yake tunakufundisha. Lakini pia kuna kitu kingine pia inaitwa inaitwa basic computer application. Wale watu wanaotaka kujua basic computer application short course ya ICT ambayo inaitwa basic computer application, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, users of email and internet. Yote hivyo sisi tunakutengenezea na kufundisha. Pia unaweza kufundisha kama mtaalamu kwa muda mchache sana ukawa ni mtaalamu. Video production
video production, tunafundisha video production na kutengeneza, lakini pia audio production tunafundisha na kutengeneza, lakini pia tunaweza kukufanyia kitu fulani kile ambacho inaitwa computer graphics, ambayo ndio imebeba video production na audio production, ambayo vyote hivi unaanza kama vile video production. Kama unavyojua video production na audio production zote ni masuala ya computer graphics. Sisi kama Fabidigo ICT Solution tunaweza kukufanyia hivyo, lakini kwa wale wanaotaka kukuza mitandao kama vile tulivyosema digital marketing, sisi tuna uwezo wa kukuzia mitandao ya YouTube, ya Instagram, TikTok na mitandao yote ambayo unajua wewe, tunaweza kukuzia kwa kuleta hela. Ndio ungie mkataba na Fabidigo ICT Solution. Tupo jijini Dar es Salaam, mtaa wa Buguruni. Yes, unaweza kutupata kwa namba hiyo hapo utakuwa unapita juu, au unaweza kutaja namba 0756 000 462, 0756 000 462. Unaweza kunipigia Asante sana. Subscribe YouTube channel. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment. Fabidigo TV. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.